Huyu mwanadamu ambaye anafanya madhambi, anatenda madhambi yana athari kwa jamii, kwa ulimwengu, kwa mwanadamu yeye mwenyewe, kwenye mali yake, watoto wake, familia yake. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaweka istighfar na tauba. فالاستغفار هدية من الله سبحانه وتعالى تجد لذتها في المال والأهل والأولاد. Yule ambaye ameunguzwa na moto wa madhambi hana pa kukimbilia, kwa sababu athari ya madhambi, kama Qur'ani inavyosema, madhambi ndiyo sababu ya matatizo yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Hakuna msiba wowote ambao utawapata isipokuwa ni yale ambayo mikono yenu imeyachuma, na Mungu wako ni mwingi wa msamaha. Anasema Allah kwenye suratul Rum, dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allahu akbar. Ufisadi, balaa imeenea baharini na nchi kavu. Kwa sababu gani? Kwa yale ambayo wanadamu wameyachuma. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Mola wako anafanya makusudi ili awaonjeshe yale chumo ya mikono yao ambayo wameyachuma. Kwa hiyo madhambi ni sababu ya kudhihiri ufisadi, na wanazuoni wa tafsiri kwenye aya hii wanasema kukatika kwa mvua, ukame, balaa yoyote ya aina yoyote, basi ni kwa sababu ya mikono ya wanadamu, kwa sababu ya chumo la wanadamu. Tena sababu ya majanga ya maradhi, kama kwenye mukhtasar tafsir ya nukhba min ulama wanasema magonjwa kuenea, matatizo, dhiki moyoni ni kwa sababu ya madhambi. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye Musnad Imam Ahmad, wa innal abda la yuhramu arrizq bidhanbi alladhi yusibuhu. Hakika mwanadamu ananyimwa riziki. Unapambana, unaamka, uko makini, njia zote za kibinadamu kutafuta riziki unafanya, lakini hupati riziki, huoni riziki. Hata kama unayo riziki, huioni baraka yake. Na watu wengi wanadhani riziki ni pesa, riziki ni watoto, riziki ni furaha, riziki ni afya, riziki ni mali, riziki ni mke. Yote hii ni riziki. Na Mtume anasema hakika mwanadamu ananyimwa riziki kwa sababu ya dhambi aliyotenda.